kuna wakati unakuwa nami Mwanaisha Lukali begi kisiki na machachari. Karibu tuyazungumze yale yote ya kimichezo ambayo kwa hivi sasa yanazidi kutaradadi ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Stori kubwa siku hii ya leo baada ya mnyama kupasuka dhidi ya Al-Masry. Mbele yangu hapa nipo na mchambuzi wa kandanda nchini kwetu Tanzania, Isike Fred. Tunaenda kuchukua tathmini ya dakika 45 za Misri kabla vile za 45 za Benjamin Mkapa. Mwandamizi mzima? Alhamdulillah rabbil alamin. Mimi niko poa. Uko vizuri? Mungu mkubwa sana, tuko salama wote hapa. Mnyama kachezea bwana. Mnyama kachezea, lakini mnyama pia kachezea na kaacha maswali mengi sana. Yaani kwa mtu ambaye anautazama mpira kawaida anaweza akasema mnyama kafungwa lakini kafanya vizuri. Kwangu mimi mnyama kafungwa na kafanya vibaya. Sikumbuki ni mechi ipi kwenye hatua ya kufuzu ya klabu ya Simba kwenye mashindano haya ya vilabu barani Afrika kwa kombe la shirikisho. Sikumbuki pia ni mechi ipi hatua makundi kwa klabu ya Simba ambao walicheza kama walivyocheza mechi hii. Kwangu mimi hii ndio mechi mbovu zaidi kwenye mashindano ya vilabu kwa ngazi ya shirikisho kwa klabu ya Simba. Achana ball position kuwa na 50 na mechi inakuisha, lakini inawezekanaje katika lugha rahisi unamwambia mtu ambaye anaofahamu mchezo wa mpira kwamba Simba kacheza vizuri ili hali katengeneza nafasi karibu 10 na hajafunga goli hata moja. Alafu wenzao wametengeneza nusu nafasi za kwao wampata goli 2. Tena wameingiza mpira mara 3 kwenye nyavu. Ukiacha chochote kile, kwangu mimi hakuna excuse kwa klabu ya Simba chochote cha kusema. Kuna wakati tulikutana Tandale nikakwambia hakuna wakati bora kwa klabu ya Simba kama walionao sasa. Kwa maana walikuwa kila kitu wakifanya kinatokea. Lakini kwangu mimi mechi ya zidi Al-Masry ndio mechi mbaya zaidi kwenye kazi ya Fadu tangu kwa klabu ya Simba. Unakwenda ugenini, si ndio? Tena ugenini ni Misri, ambako klabu ya Simba mara mwisho ilishinda nini, unaenda tangia mwaka 2004 zidi ya Zamalek. Simba waliacha alama pale wakiwa na kikosi cha loko kabisa. Miaka imeenda mingi. Simba anajua namna kucheza na National Rally pale. Anajua ugumu wake. Anapata timu ya daraja la kati. Kwangu mimi Al-Masry ni timu ya daraja la kati. Uwezo kwenye level ya National Rally, uwezo kwenye level ya Zamalek wala labda Pyramids, si ndio? Unapata nafasi 10 plus, unashindwa kuweka mpira nyavuni hata goli moja. Pele ana kanuni rahisi kwenye mpira. Mpira ni magoli. Mechi ya soka inaamuliwa na magoli, sio ball position kiasi gani. Kwa hiyo kwangu mimi kama mwandishi wa michezo, Simba ndo kacheza vibaya zaidi kwenye mchezo huu wa duru la kwanza. Ndio. Fadru alizidiwa kimbinu. Fadu alizidiwa kimbinu, aliingia kwenye mfumo kwa lugha rahisi. Al-Masry wameifanyia tathmini jadidi klabu ya Simba. Kwanza Simba uimili wake kwenye mashindano yote kwanza ni kumiliki mchezo. Yaani Simba ile boli kunyasa, boli kutembea, huwa ndio slogan yao. Kwa kujua kwamba Simba wamekuwa bora, wameenda kwenye kundi kama timu inayoongoza, Al-Masry walikubali kuwa timu ya pili uwanjani, lakini wakakubali kuwa timu ya kwanza kimbinu uwanjani. Sijui kama naelewa Kiswahili. Waliuacha mpira kwa klabu ya Simba kwa sababu mpira ni mtamu kama asali. Kadiri Simba watakapokuwa wanachezea mpira ndivyo wanaweza wakafanya makosa na wao wakayatumia na kuwaadhibu. Al-Masry walijua Simba wana kikosi bora kwenye mazingira haya kuliko wao. Na ndio maana hawakuwa na shida na kuangaika na ule mpira. Hawakutaka kupishana na kina Awa wala kupishana na kina Mpazu. Wao walichagua momenti fulani za mchezo uziwape kitu, angalau wapate sare ama wapate goli moja la kuanzia, alafu waje Dar es Salaam kutafuta chochote. Kimbinu Fadlu hakuwa na siku nzuri kazini, lakini Al-Masry walikuwa wana siku nzuri kazini. Kipindi cha kwanza Al-Masry wampiga shuti moja tu on target na goli hilo. Baada ya hapo wakarudi nyuma, wakapaki mwendo kasi, wakamaliza kipindi cha kwanza wakiwa na alama 3. Kipindi cha kwanza wakiwa na alama 3 na goli moja. Wakajua kipindi cha pili kwa namna yoyote Simba atafungulia koki, atafungulia bomba. Kwa sababu tayari kwa nyuma kwa goli moja. Simba anahitaji goli la ugenini ama anahitaji sare. Na kwa namna Simba walivyocheza kipindi cha kwanza, lazima mentality ya Simba watakuja kuona hii mechi ni ya kawaida. Wanahitaji kufanya kitu kikubwa wapate matokeo. Walijua Al-Masry vile wakarudi kukaa nyuma, wakawaacha mpira kwa Simba tena. Simba wakafanya kukurukakara nyingi sana kutafuta kusawazisha goli. Mwisho wa siku hawakupata walichokipata. Dakika 80 plus Simba naadhibiwa kwa mfanano wa tukio linalofanana vile counter attack. Al-Masry waliacha Simba ameenda mpaka kwenye goli la Al-Masry. Hamadi mpira unachukuliwa, unapigwa pasi chache tu, inapigwa ndani, Simba anapigwa goli la pili. Na haikuchukua hata muda mrefu,
Simba na mpira wa tatu unaingia nyavuni kwenye klabu, kwenye goli la Simba, ni vile tu VAR iliwaokoa Simba. Hatua ya mtoano dunia nzima, chukua hii beki kisiki na mtazamaji, hatua ya mtoano haichezwi kama hatua ya makundi. Hatua ya mtoano ni ngumi juu unaenda nje. Hatua ya mtoano sio hatua ya kupaka mpira mafuta. Hatua ya mtoano ni mbinu peke yake ndo zinakuacha kwenye mashindano. Kama sasa una ubora, inajazia kwenye ubora wako. Simba wamebaki kwenye ule wamecheza kama kwenye hatua makundi. Yaani wamecheza mechi kama vile wana mechi nyingine 2 nyumbani au 2 ugenini. Kumbe wana mechi moja tu ugenini na mechi moja Dar es Salaam. Na wao umezigawa kwa dakika 45, si ndio? Kwa hiyo kwangu mimi kimbinu Fadlu Davis hakuwa bora. Lakini pia kuna baadhi ya wachezaji wenye klabu ya Simba kwenye mchezo huu hawakuwa pia na siku nzuri kazini. Naweza nikasema baadhi, ukiniruhusu niseme. Kwanza selection ya Pinpin Kamara silaumu kucheza, lakini nalaumu namna ambavyo amecheza. Kucheza ni swala la mwalimu na benchi lake la ufundi, lakini namna Pinpin Kamara alivyocheza unajiuliza kwa nini golikipa alienda na timu ya taifa kwenye mchezo mgumu dhidi ya Morocco Salum Wane singeweza kuanza pale. Unajiuliza swali hilo. Lakini pia unagundua Pinpin Musa Kamara ametoka kwenye majeraha ambayo yalikuwa ni makubwa, ameweka benchi muda mrefu. Hajacheza mchezo mwingine wowote wa kimashindano, labda michezo ya ndani ile ambayo Simba wanafanya, wanacheza wenyewe binafsi kule Bunju, si ndio? Simba anapewa mechi kubwa, goli la kwanza inapigwa mpira unadunda, maana yake ni timing. Timing unakuwa nayo endapo unakuwa unacheza sana. Kwa hiyo kwa kuwa Musa Kamara alikuwa benchi muda mrefu, timing ya mpira unaodunda hakupiga hesabu vizuri. Hamad unadunda nyavuni. Almasiri kipao aliokoa mpira kwenye bega ulidunda vile vile kwa sababu ana match fitness. Tafasiri hata hali yake ya kimwili ni rahisi kuweza kunoti vitu ukiwa uwanjani. Kwa Musa Kamara, na hata ukitazama picha ambazo zilipostiwa na account ya Instagram ya Simba, Musa Kamara kama ametoka mashavu, kama amenenepa hivi, kama kuna weight imeongezeka. Sijui kama hiyo pia inaonyesha kwamba amekosa ule msawazo wa utimamu mwili ama la, lakini kwangu magoli mawili yalofungwa Simba kuna 60% ya udhaifu wa Musa Pinpin Kamara, golikipa wao nambari 1 na nambari 1. Lakini mchezaji mwingine ambaye kwangu amenipa mashaka na maswali mengi ni Lionel Ateba Mbida wanamsema. Huyu ndo mshambuliaji kiongozi mpaka sasa kimbinu. Fadlu Davis Ateba ndo mshambuliaji wake nambari 1. Haijalishi Mukwala anafanya nini akiingia, lakini kocha yoyote na timu yoyote lazima iwe na mshambuliaji kiongozi. Lionel Ateba jana hakuwa na usiku mzuri. Sijui alikuwa anafikiri kufanya vitu gani. Sijui alikuwa anawaza watu watamzungumzaje kwenye media au atafanya nini. Naamini kama Ateba angekuwa na utimamu nusu tu aliocheza zidi ya kina Mabululu, jana Simba alikuwa anapata goli la ugenini kwa namna yote, goli moja ama hata mechi kwenda sare ama hata kushinda. Kwa kwangu pia performance wise ya Lionel Ateba kama mshambuliaji kiongozi haikuwa sawa sana. Inawezekana ndio zile sababu kwamba ambao kuna level yao tumezoea kuiona, hata kama wako sawa unategemea. Musa Pinpin Kamara hakuwa na siku nzuri, lakini pia Lionel Ateba Mbida hakuwa na usiku mzuri pale Suez Canal Misri.